Na mtazamaji wangu, siasa za nchini Kenya za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zinaonekana kuanza rasmi baada ya naibu wa rais Kithure Kindiki kujibiwa na aliyekuwa naibu wa rais katika uongozi wake Rais William Ruto serikalini ya Kenya Kwanza. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kiongozi wa upinzani hivi sasa, ameweza kumjibu Mheshimiwa Kithure Kindiki pamoja naye Rais William Ruto. Wacha kwanza nisaidie rais, ndio mkubwa yangu. Ni bure si bure? Unasikia vile sababu? Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni soprano si soprano. Hii soprano ni bure si. Kwa kauli ya tuko ndani, tuko kadi ni kauli ambayo vijana Gen Z waliweza kuichukua na kuianzisha katika mitandao ya kijamii kwa nia yao ya kumwondoa Rais William Ruto kwa swala la one term ambalo wanazidi kulipigia debe siku baada ya siku katika mitandao ya kijamii. Hivyo basi vijana Gen Z waliweza kuamua kwenda katika usajili wa kadi ya uchaguzi mkuu ili utakapoweza kufika siku ya kupiga kura waweze kufanikisha one term ambayo amekuwa akizungumza katika mitandao ya kijamii, na ndipo ambapo vijana Gen Z waliweza kuja na kauli ya tuko kadi. Kipindi na wakati ambapo Rais William Ruto aliweza kutumia tuko kadi, Mheshimiwa Rigathi Gachagua anayeonekana kuwa na ukaribu na vijana Gen Z katika ajenda ya one term aliweza kumjibu Rais William Ruto ya kwamba kadi anayoweza kuizungumzia ni kadi ya red card. Na mtazamaji wangu, natumai iwapo wewe hapo ni mpenzi unayezidi kufuatilia soka, unafahamu red card katika uwanja ama katika mchezo wa kandanda ni kadi ya kukutoa uwanjani. Hivyo basi Rigathi Gachagua, kauli yake ya red card katika Rais William Ruto inazidi kuashiria wazi ni kadi ya kumwondoa madarakani. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itaweza kuwa ni jambo jema kwa wewe hapo iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kubonyeza maneno yaliyo andikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Na mtazamaji wangu, uongozi wa Rais William Ruto hivi sasa unazidi kupitia upinzani kutoka kwa vijana Gen Z na pia aliyekuwa naibu wa rais hapo awali Mheshimiwa Rigathi Gachagua kabla ya kubanduliwa afisini na wabunge. Ila mtazamaji wangu, ubabe huu kwa makundi haya, mtazamaji wangu, inaonekana kuwa mbaya kwa Mheshimiwa Rais William Ruto na uongozi wake mzima wa serikali ya Kenya Kwanza, kwani tuko kadi, kauli ambayo inazidi kujadiliwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii. Inaonekana wazi kauli hii ya tuko kadi imeweza kushindwa na vijana Gen Z na ushirikiano wa upinzani na kundi linalozidi kuongozwa naye Mheshimiwa Edwin Sifuna pamoja na Mheshimiwa Babu Owino. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hii ni dalili mbaya kwa Mheshimiwa Rais William Ruto, kwani katika kipindi hiki kwa kauli ya tuko kadi kushindwa kupata kiongozi wa kusimama naye ni dalili ya kuonyesha jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Kenya wangependa mabadiliko katika zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na sote mtazamaji wangu tunafahamu jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya vijana Gen Z katika kauli hiyo ya tuko kadi wameweza kuamua kuchukua kura kwa wingi ili waweze kupiga kura kumwondoa Rais William Ruto mamlakani. Ila mjadala mzito unazidi kujadiliwa katika mitandao ya kijamii. Kweli tunazidi kushuhudia swala la one term kuzungumziwa kila kona. Vipi kuhusiana na kiongozi gani sahihi kupewa jukumu la kuongoza Jamhuri ya Kenya katika uchaguzi wa mwaka 2027? Itakuwa vyema iwapo wewe hapo mtazamaji wangu pia unayezidi kutazama video hii uweze kutuambia, je, ni kiongozi gani sahihi vijana Gen Z nchini Kenya waweze kumwamini, waweze kumpigia kura ili aweze kufanya mabadiliko na kuonekana kwa angalau kiongozi tofauti kabisa na uongozi wake Rais William Ruto tunaozidi kushuhudia hivi sasa katika Jamhuri ya Kenya. Ila mtazamaji wangu, pia usisahau jinsi gani ambavyo uongozi wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua
timu ya Rigathi Gachagua inayozidi kupinzana naye Mheshimiwa Rais William Ruto imeanza kurusha cheche za maneno za kukosoana hadharani, jambo ambalo idadi kubwa ya wananchi wa Kenya hawakuweza kutarajia kufikia, ila kwa kuwa siasa zimeweza kufikia katika awamu hiyo, hivyo basi cheche za maneno zinazozidi kurushwa katika mitandao ya kijamii. Mtazamaji wangu, kiongozi Mheshimiwa Kithure Kindiki inaonekana wazi hivi sasa anazidi kuwa gumzo zito katika mitandao ya kijamii kutokana na yale ambayo Mheshimiwa Rigathi Gachagua anazidi kuzungumza dhidi yake. Sawia, Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa njia moja ama nyingine anazidi kufunguka siri nzito dhidi ya uongozi ulioko madarakani, akimlenga moja kwa moja Mheshimiwa Rais William Ruto, kusababisha pia Rais William Ruto naye kutoweza kulinyamazia kimya kumjibu, ila kutokana na hali tete ya siasa ambayo imeweza kupiga uongozi wake Mheshimiwa Rais William Ruto, inaonekana maneno anayozidi kuyazungumza dhidi ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua yanaonekana kutochukuliwa manani na hata kutoweza kusikilizwa ama kupokewa vyema anavyozidi kutarajia. Jambo ambalo linazidi kuchangia haya yote ni kutokana na idadi kubwa ya wananchi wa Kenya kupoteza imani na Rais William Ruto. Na mtazamaji wangu, mbaya kabisa, katika majibizano ya hivi punde ambayo tumeyashuhudia katika mitandao ya kijamii, kuna kiongozi ambaye ni Mheshimiwa Oburu Odinga ambaye ameweza kuchukua jukumu la kuwa kiongozi mkuu wa chama cha ODM baada ya kuaga dunia kwake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mtazamaji wangu, kile tunachozidi kukishuhudia siku baada ya siku, inaonekana wazi Mheshimiwa Oburu Odinga siye kiongozi sahihi kuchukua jukumu la kuendeleza chama cha ODM, kwani tumeshuhudia jinsi ambavyo amekuwa gumzo katika mitandao ya kijamii kwa maneno anayozidi kuyazungumza, ambayo mengi yameweza kutengenezwa memes ambazo vijana Gen Z wameweza kuzisambaza katika mitandao ya kijamii, inayozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo hajaweza kukubalika kamwe, vijana wengi Gen Z wakiamini kwamba chama hicho cha ODM kitaweza kuwa sahihi kipindi na wakati ambapo kitaweza kuwa katika mikono yake Mheshimiwa Edwin Sifuna na Mheshimiwa Babu Owino, ushirikiano wao ukiwa na binti yake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni Winnie Odinga, anayezidi kuaminika kuwa na stakabadhi za chama hicho kutokana na ukaribu mwema aliyokuwa nao awali yeye na baba yake kabla ya kuaga dunia. Pia kuna kiongozi kama Raila Amolo Odinga Jr., Raila Jr. anaaminika kuwa pia ni baadhi ya watu wanaozidi kupendekezwa kusimama na vijana Gen Z na chama hicho cha ODM. Ila sote tunafahamu kwa nini na jinsi gani ambavyo chama hiki cha ODM kinazidi kuwa katika mikono yake Mheshimiwa Oburu Odinga ni kutokana na uongozi wake Rais William Ruto kutoa agizo hilo, kwani wanafahamu nguvu ya chama cha ODM kipindi na wakati ambapo itaweza kuwa katika mikono yake Mheshimiwa Edwin Sifuna na Mheshimiwa Babu Owino na viongozi wengineo, kwani hao ndio baadhi ya viongozi tu hawakuwa tayari kushirikiana na Mheshimiwa Rais William Ruto hata Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipoweza kuwa hai, ikionyesha wazi jinsi gani ambavyo viongozi hawa wanajali maslahi ya wananchi wa Kenya na sio kujali maslahi yao binafsi na kufaidika wao binafsi, bali kufaidika kwa mwananchi wa Kenya nchini Kenya. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kutokana na sakata hili nzima linalozidi kuendelea katika siasa za nchini Kenya kuhusiana na Mheshimiwa Rais William Ruto one term na uongozi ulioko madarakani kupingwa pakubwa na vijana Gen Z kwa kauli ya tuko kadi ili kumwondoa tu Rais William Ruto na serikali yake Kenya Kwanza madarakani? Usisahau kutochia maoni yako katika uwanja comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.